Kwa taarifa zaidi, ungana nasi Handeni Digital TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mtaa wa Kwedisewa ni miongoni mwa mitaa mitano ya kata ya Kwenjugo. Kwa mujibu wa sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, mtaa huu una watu 2095 ambapo wanaume ni 1055 na wanawake ni 1040. Ndugu kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, kauli mbiu ya Mwenge wa Uhuru kitaifa mwaka 2026 inasema Tanzania ni yetu sote, tushikamane kwa pamoja kuleta maendeleo. Nasi wananchi wa mtaa Kwedisewa tunaendelea kushikamana katika shughuli za maendeleo. Kwa heshima na taadhima, tunakuomba utembelee na ukague mradi wa ujenzi wa ofisi ya serikali ya mtaa Kwedisewa na ushirikiane na wananchi kupiga lipu, na ukiridhia utuwekee jiwe la msingi. Omar Athmani Kibinda ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa Kwedisewa kata ya Kwenjugo, halmashauri ya mji wa Handeni. Wananchi wa mtaa Kwedisewa tupo kwenye tukio la kihistoria, tukio maalum la kupokea Mwenge wa Uhuru ambao utafika kwenye mtaa wetu wa Kwedisewa kwa ajili ya kuja kuweka jiwe la msingi kwenye ofisi yetu ambayo tumejenga kwa nguvu za wananchi na baadaye halmashauri ya mji kutunga mkono. Nawapongeza wananchi kwa kuiamini serikali yao ya mtaa. Hadi leo hii wananchi kama unavyoona wamejumuika hapa kuja kupokea Mwenge wa Uhuru kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi. Lakini vile vile nitakuwa mchoyo wa fadhila bila kuwasahau ndugu zetu wa ITV Super Brand katika ofisi yetu ya mtaa Kwedisewa. Wamekuwa na mchango mkubwa sana kwa maana ya media tangu awali tunaanza kuchimba msingi, na imesaidia wadau mbalimbali kuona na hatimaye kutuunga mkono, na hadi leo Mwenge wa Uhuru utafika hapa kuweka jiwe la msingi. Shukuru michango mbalimbali, Mheshimiwa DC wetu wa wilaya Handeni, Mheshimiwa Salum Nyamwese, hali kadhalika mkurugenzi wa halmashauri ya mji wa Handeni. Ndugu yangu Wazo Michael Mang'onda, karibu sana katika mtaa wetu wa Kwedisewa. Mradi huu ambao leo umekuja ni mradi wa ujenzi wa ofisi ya mtaa. Viongozi wetu hapo wametusomea kwenye taarifa yao ya mradi kwamba mtaa huu haukuwa na ofisi na shughuli za kiserikali walikuwa wanafanyia kwenye nyumba za kupanga. Saa nyingine tunajiuliza kwa nini masuala yetu ya kiserikali tunayajadili katika ofisi zetu halafu yanatoka nje. Kumbe tunakuwa kwenye mazingira ambayo sio sahihi. Tunapofanya vikao tunaamini tunafanya vikao kwa usiri mkubwa, lakini kumbe sauti zinaweza zikatoka au watu wakatuvizia wakatusikiliza, na watu wasiokuwa na nia mbaya wakitusikiliza, basi mipango ambayo tunaiweka kama serikali inaenda kukwama, kwa sababu wao nia yao kama sio nzuri wanakuwa na lengo la kuikwamisha. Lakini kiongozi wa mbio za Mwenge wa Uhuru kitaifa, mradi huu unaoona mbele yako umetekelezwa kwa juhudi za wananchi wa hapa Kwedisewa na kata ya Kwenjugo, na kibahati ya pekee kabisa kata hii ya Kwenjugo ndiyo kata anayotokea mheshimiwa mbunge wetu, Mheshimiwa Naibu Waziri Ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Wameona haifai tu kutomtendea heshima kiongozi wetu huyu bila kufikisha ujumbe wa mazingira hapa katika eneo la nyumbani. Tunaomba utatembelea mradi huu uweze kukagua na ukiridhia uweze kutuwekea jiwe la msingi. Lakini baada ya hapo kuna shughuli za kijamii tutataka ushiriki kiongozi wetu wa mbio za Mwenge. La kwanza itakuwa ni kushiriki kupiga lipu, kwa sababu jengo letu sasa hivi lipo katika upigaji wa lipu. Kiongozi wa mbio za Mwenge kitaifa pamoja na viongozi wote walioongozana nao, viongozi wenzangu mkiongozwa na mkuu wa wilaya, mkurugenzi na wataalamu, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, kwenye eneo hili la utawala, Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya jimbo la Handeni mjini amefanya kazi kubwa sana. Kabla ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, sisi halmashauri ya Handeni hatukuwa na jengo la halmashauri la utawala lililokamilika. Daktari Samia Suluhu Hassan alianza akatupa bilioni 3.6 kwa ajili ya jengo lile la utawala, akaona haitoshi, akatuongeza milioni 600, zikafika bilioni 4.2. Jengo hilo la utawala limekamilika, shughuli zinafanyika pale na wananchi wanahudumiwa pale. Mheshimiwa Rais hajaishia hapo, amejenga nyumba za watumishi, nyumba za watumishi wa halmashauri, nyumba za walimu, nyumba za watumishi idara ya afya na maeneo mengine. Hajaishia hapo, hivi sasa tuko kwenye ujenzi wa kuhakikisha mitaa yote 60 inakuwa na ofisi kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Mahala hapa zipo nguvu za wananchi
lakini halmashauri yenyewe na mimi mheshimiwa mbunge, upo mchango wangu mahala hapa. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge kitaifa, tunakushukuru sana kwa nafasi hii na karibu sana. Tufikishie salamu nyingi kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuendelea kutuimarishia eneo hili la utawala bora. Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Handeni, kipekee sana nimshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa namna ambavyo anaendelea kuboresha sekta ya utawala bora, anaboresha kila kona nchi hii, na katika halmashauri yetu ya wilaya ya Handeni Mheshimiwa Rais ameboresha maeneo mengi, na hapa leo tumekuja kushuhudia jengo hili la ofisi yetu ya mtaa ambayo walianza nguvu za wananchi, lakini Mheshimiwa Rais akaelekeza halmashauri tulete pesa hapa na mmeleta na ujenzi unaendelea vizuri. Leo kwa Samia huyu. Lakini pia ni washukuru wananchi hao Kwelisewa, mtaa huu wa Kwelisewa ambao walijiunganisha wakaamua kushirikiana na serikali kuboresha hapa na kuja kujenga ofisi ya mtaa. Tunawashukuru sana kwa kazi kubwa, na kwa kweli mmeunga mkono juhudi za serikali, lakini pia nyinyi mnaenzi falsafa ya mwenge wa uhuru ambayo katika kuasisiwa kwake tulisisitiza sana wananchi kuendelea kushiriki katika shughuli za kimaendeleo, na ndio maana leo mwenge wa uhuru kwa hapa kuwapongeza na kuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya. Mheshimiwa Rais aendelee kutuletea maendeleo makubwa zaidi ya haya tunayoyaona. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Handeni, mwenge wa uhuru umefurahishwa na ujenzi wa ofisi hii na uko tayari kuweka jiwe.